Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni. Kwa majina naitwa Bahati Ng'ombo, ni Emergency Coordinator SQF. Na leo tuko hapa tuna jambo moja ambalo tunataka kuongea na Watanzania wote, especially watu ambao wanahudumia wagonjwa mahospitalini, watu wa afya, madaktari, wauguzi, watu wa famasia, clinical officers, na watu wengine mbalimbali ambao wanahusika. Na kikubwa sana tunataka kuwakaribisha kwenye mafunzo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyatoa hapa The Same Quality Foundation. Moja ya hayo mafunzo ambayo tumekuwa tukiyatoa mara kwa mara na watu wengi wamekuwa wakirudisha ushuhuda kwamba wanafaidika na hayo mafunzo ni pamoja na emergency nursing care, ultrasound, especially kwa madaktari wa aina yote pamoja na wauguzi, lakini pia pre-hospital care ambayo inajumuisha wale wa nurses, doctors, CO ambao wanakuwa na transfer wagonjwa kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine, kutoka hospitali nyingine kwenda hospitali nyingine, lakini pia kutoka eneo la tukio kwenda hospitalini na kutoka hospitalini kwenda hospitali nyingine. Na tumekuwa tukitoa mafunzo mbalimbali, na kwa mfano tu tumekuwa tukitoa ni namna gani ya kumsaidia mgonjwa ambaye moyo umesimama, amepata cardiac arrest, namna gani ambavyo utaweza kumapproach huyo mgonjwa, your safety kwanza, kuhakikisha usalama wako kwanza kabla hujakutana na huyo mgonjwa, lakini ni namna gani ambavyo utaweza kuactivate emergency au kuomba msaada kwa watoa huduma wengine, lakini pia namna ya kufanya chest compression na kumsaidia mgonjwa kufika eneo la tukio au eneo la kwenye hospitali au mgonjwa abaki salama. Lakini kingine ambacho tumekuwa tukifundisha mara kwa mara hapa ni namna gani ambavyo utamsaidia mgonjwa kufungua njia yake ya hewa, especially wale wagonjwa ambao wamepoteza fahamu, namna gani ya kufungua njia yake ya hewa kutumia zile nasoproni, oropharyngeal airway, lakini pia na kutumia njia zingine ambazo zitamsaidia mgonjwa kuweza kupumua, kwa mfano kuweka iGel, LMA, lakini pia sometime kuwafundisha baadhi ya watu namna ya kuintubate mgonjwa pale ambapo panahitajika kuintubate. Na zingine ambazo tumekuwa tukifundisha mara kwa mara hapa, nilisema kuna ultrasound ambayo inakuwa inafanyika, inafundishwa na madaktari bingwa wa magonjwa ya dharura. Wako hapa, wanakuwa wanafundisha hao madaktari na wauguzi ambao wako interested kwenda kusoma hiyo ultrasound, na imekuwa ikisaidia watu wengi namna gani ambavyo utaweza kuona kama mgonjwa ana visceral injury tumboni, especially wagonjwa wa ajali, namna ya kujua kama mgonjwa ana ectopic pregnancy na vingine vingi, mengine mengi sana ambayo yanakuwa yakifundishwa. Lakini kingine ni kwamba tumekuwa tukiwafundisha watu ni namna gani nzuri ya kumsafirisha mgonjwa kwenye gari. Kama tunavyojua, gari la dharura ni hospitali ambayo inatembea, lakini lazima ujue kwenye akili yako kwamba pamoja na kwamba ni hospitali ambayo inatembea, ujue kuna vifaa gani ambavyo vinahitajika kwenye ambulance yako, dawa gani inahitajika kwenye ambulance yako, na mashine gani ambazo zinahitajika kwenye ambulance yako na namna ya kuitumia. Lakini pia ni namna mechanism ambazo utazitumia kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa, kwa mfano namna ya kumbeba, namna ya kutumia kile kitanda cha kwenye ambulance pale ambapo mgonjwa anakuwa amebadilika hali yake, utafanya nini, namna ya kutumia suction, portable ventilator machine, namna ya kuzitumia. Kwa tumekuwa tukitoa hayo mafunzo mbalimbali kwa sababu dunia inabadilika, kwa wenzetu wameshaendelea kidogo. Na kwa wale ambao watahitaji hayo mafunzo, uwe umepata hii tangazo au kupata mwenzako umemuona ana uwezo anataka kusoma, anatamani kwenda kusoma, tafadhali mpe hiyo namba ambayo inapita kwenye hiyo screen, atupigie muda wowote, tutamuelekeza kwa sasa tunasoma nini, kwa kipindi gani anahitaji kusoma nini. Lakini pia niwakaribishe makampuni yote, kwenye hoteli,
shule za sekondari na shule za msingi, tour guide, wale ambao wanahitaji kuja kufundishiwa watu wao, especially first aid, tunatoa hayo mafunzo pia. Wanaweza akajiorganize kama grupu, watupigie kwa hiyo namba. Sisi tutajipanga, tutawafuata sehemu walipo, tutakuja tutawafundisha. Asanteni sana.